tunataka kuenda mbele mpaka mwisho. Tuambie watu sera zetu wapigie Matiang'i kura. Waja UPA Wiper iende namna hiyo. Wacha DCP naye aende namna hiyo. Kila mtu aende. Hii maneno ya kuungana hiyo ndiyo imeleta shida Kenya hii. Kwa sababu unakuta mtu analeta kabila ndogo anaongeza na kabila kubwa anachukua, akifika pale inashindikana. And then you know now I'm not even understanding why we are fighting that we must remove some. Wacha mtu aende pale aende aeleze wa Kenya hii serikali imekosea nini. That's why tunataka kufanya nini? Tunataka kuitoa. Na mimi sera zangu ni hizi. Hii maneno ya kuleta makabila mingi na majama mingi, alitoa tunaweka mtu hiyo ndiye anaharibu Kenya. Let's have ukabila kuisha Kenya. One, wacha niwaulize hata nyinyi. President wa Kenya wa kwanza alikuwa anaitwa Jomo Kenyatta. Aliongoza miaka ngapi? 14. Aliongoza 15. Hakupata shida kubwa kwa sababu it just that time akitaka kufanya kitu anafukuza mgepero. Tuseme kama anataka kuchukua shamba anaenda anafukuza mzungu. And you know Kenya is Philippines because watasema mzungu amefanya nini? Amefukuza mzungu. Akaongoza 15 years without any problem. Because people were not seeing akifukuza mzungu au wanaona kama hako na shida. Then from there Moi akaingia. Wakati Moi sasa aliingia, hapo ndio shida ilianza kutokea kidogo kidogo. Akienda pale akitaka kuchukua kitu unakuta anafukuza Mkikuyu. Anafukuza kabila. So watu wakaanza kusema mtu anafukuza, lakini akaongoza 24 years. Na wakati hiyo there was no democracy. Ndio maana watu wengine wanasema tusirudi kwa ile maneno ya Moi. If you ask anybody in the streets here, atakwambia hii maneno ya Moi hatoki kurudi hapa. Because Moi ungeoppose Moi unatumiwa NSIS, unakuja unapotea na watu hata waongee. So watu wakuja wale watu wachache walikaa kama wakina Raila. That's why some of us sympathize with Raila, because wakina Raila mathematic democracy. Raila aliwekwa jela mara ngapi? Raila actually most of the time he was not in his house. Hata siku moja alijifanya yeye ni father, akaenda kuoga, akaenda akaingia, akaenda wapi? You know, it was a problem kutoa ile shida ya Moi alifanyia wa Kenya mpaka tukuje kukua na hii democracy. Hiyo ni Moi. So you can see Moi sasa, Moi alitoka, Kibaki akakuja. Wakati Kibaki alikuja, Kibaki hakukuwa na maneno mingi. Kibaki alikuwa ni mtu ya kukaa na kufanya kazi. Na akafanya kabisa. You can look the economy of Kibaki ndio alianza kurudisha. Who brought these problems we are in now here? Ni mtu anaitwa Moi, because when he was taking over as the president of the republic, we had even vibrant organizations, KFN, ADC, all of those, tulikuwa na KCC, KCC hapo tunayajamuka. In fact, they were paying us 4 months. I'm a farm of cows. Walikuwa wanatulipa after 4 months. Yaani akaanguza karibu kila kitu. Mashamba hiyo yote unaona hapa Ngata. Unaona hii Ngata hiyo yote Ngata. Hiyo ilikuwa ni ADC. Ukienda wapi ni nini? Akakuja akaanza kupatia watu vitu, akaharibu uchumi. We went back to zero. Kibaki alikuja akaenda juu kidogo. Then from there we had Uhuru Kenyatta. He also tried. Akaenda akakuta, unakuta saa zingine sasa unakuta ile maneno ni kupigana, unakuja akipata kitu anataka kufanya hii. So from there we have had now the president. Sasa nyinyi nataka mtuambie vile iko. Mimi naangalia hiyo yake itakuja kusema Saida ametoka. Kama amefanya vizuri. Bora useme Saida. Sasa umefanya umechunguza. I'm sure bana sasa hii story tunaendelea kuweka. Unajua mimi wanganaandika kama hiyo nakuambia, Saturday nilikuwa naandika ya Jomo Kenyatta. Nikaandika ya Moi ya ruled for 24 hours. For 24 years. And do you know why people change it? Because I'm not 110 years. 24 years, my friend, was chaos in this country. Hiyo mtu alikuwa akafikiri hiyo jiji yake kama hapo kwa nyumba. Hakuna, alikuwa anapeleka watu left right anakuweka leo. Unakumbuka siku moja alivuta Saitoti? Yes. Na akamrudishia kwa barabara. Kuna imagine ati watu wakaenda wakapiga kelele, akauliza akasema ati nasikia watu wanasema hiyo Saitoti, kwani Saitoti nikimrudisha masufuria ya ugali itakuwa mingi kwako? Akasema basi Saitoti amerudi kuwa vice president.
You can imagine hiyo alikaa sana. Kuna minister mwenye alikuwa ana drive alafu magari ikasimama. Na wakamshukisha bodyguards na nini na wakasonga. Mwingine alikuwa na mpeni. Sasa hiyo yeye ajui one of them was telling me the one who was sacked was in alikuja juzi. Alikuwa anataka nimsaidie kitu fulani alikuja kwa ofisi yangu Nairobi. Akaniambia mheshimiwa, tumeendelea sana. Ati yeye alienda akakuwa drop Serena. He was meeting somebody anakula au kwa unajua alikuwa na date. Ilikuwa saa 7. Yes. So when he finished, when he was going now, kila mtu alikuwa anamwangalia Julius ya nasibu nasema ni nini anasema ni ndio gani? Anasema gani kuja hapa kana akaambia mheshimiwa utasikia wametangaza wewe. Abina baadhi yako imechukua na mwingine anauliza anasema nini? You know that man was almost dying. Akaniambia he walked from there kwenda bunge akapita katikati kwa barabara. So Moi ndiye aliharibu hii mara ya kwanza. Na mara ya pili sasa wacha tuone nani ana. Tutasema kama Mungu ametoka. We will say once tumemaliza. Hata mimi makosa yangu huwezi kusema saa hii kwa mheshimiwa. No, you come and say once I've left. Utakuja kusema saa hii kila mtu anasema kama na even hii pesa nimetoka wanasema ni mzuri. Sasa nikitoka watasema hii mtu ni mjinga sana. Hata alikuwa anapeana pesa yako nakuja anasema nini. So let's wait. Atoke kwanza. Tutakuja kuongea maneno tutasema, lakini I can tell you today. Nitakwambia leo. Tukiendelea hivi tunataka kuendelea. Tutashinda ndio. Naona tutasana. Sing about when? Because now let me ask you. When you find the way people are behaving outside here, unajua me I'm one person who is always with the people. If you come to my house on Saturday and Sunday, iko watu wanakuja kunywa chai hapa. Unajua ni watu gani? Wanatembea as far as from Kapteni. Imagine mtu anatoka Kapteni anapanda na mguu akuja kunywa chai na arudi kwake. Na wengine anashika hata mtoto anakuja na bibi yake na watoto wanakuja kunywa chai wanaenda hata waniongelesha. And you know I look at them nasema hapa iko shida. We must look for a way ya kuambia Wakenya tusaidie Wakenya so that we do the right things. But at the moment I think iko shida kidogo. Wacha let's be ourselves and say there's a problem. Na hii shida kuitatua lazima tuambiane ukweli. Hii pesa iko kwa mfuko ya watu wachache sana. And you know it's very dangerous. When you have money and others don't have. Itafika wakati na moja nikuambie. Unaenda unaweka gari kama hii kubwa yangu hapa nje. Nikitoka kwa hiyo ofisi nakuta watu wako na visa wanasema tupee yetu ama tukue because wamefika the last. Hata kama unawao au unafanya nini ama unaenda kwako unasema you must ukiendesha gari yako hapo unasimamishwa kwa barabara. As we wind up, vile umesema na nauliza tu kuhusiana na hiyo presidential candidates wa opposition. You talking about Matiang'i. Why do you think Matiang'i is the best suited man to be president of Kenya? Lakini unajua let me go back to the story of Matiang'i. You know Matiang'i was a less person who was not known up to the time when he was appointed minister for ICT. I don't know whether you remember. Before that Matiang'i hakuwa anajulikana. Ile watu walikuwa wanajua wakina Matiang'i ni watu kama sisi wa Kisii because we come from Kisii. And you know yeye alikuwa ile Ford ile ya Nigeria. Ilikuwa inaitwa Ford people. Yeye ndiye alikuwa CEO. Nigeria alikuwa amemwandika. Then later when I entered to parliament, just before I entered to parliament, that time I was told Matiang'i alikuwa anafanya na Soon is Soon sponsors members of parliament they teach members of parliament about many things. So Matiang'i akawekwa ICT. That's the time watu walianza kusikia kusikia amepewa minister anaitwa Matiang'i. And you people you are of the press, you want your press must know what he did about teaching. Wakati alikuwa anasema mtoke ando to teach them. Tukaleta shida sana tukasema inawezekana yakastana his food. Na siku hizi what you are enjoying is because of his food. Si ndio? Si kweli? Si maneno mzuri kuna kwa sababu yake. Kama angekalia chini, so Wakenya wakaanza kumjua. Then he was taken from there to the Ministry of Education
And you could see in education, that's why we even see him making a lot of noise yesterday. Because wakati ya education ni wakati ya Matiang'i, he reformed it. Hivi yote nafanywa hapa up to last ile mtihani ilikuwa imetolewa. For the first time, tulianza kuona mtihani inatolewa just before Christmas. Mtu akienda Christmas, unajua mtoto wake amezaliwa na ameitwa shule fulani. There were no issues kama hiyo unaona. So Matiang'i akafanya mzuri sana in education sector. And you know, that man is amazing. By the way, I can say he's my mentor. What I'm doing here, like, I wanted to give personally just before the Christmas. If the letters had come out, hatungekuwa hapa. Kila mzazi angeenda nyumbani kama hapo na hii cheki ya 2,500. Mimi nafuata footsteps za Matiang'i the way he used to do it. And because he's my buddy, we come from the same area, I used to ask him, you know, I used to be a nurse, the way he used to do things, nilikuwa nashangaa nasema, why atulitaka kupeana mtihani kabla tuende Christmas, na akasema you do it. Every time tukiendelea mtihani ikifanywa, ukienda kwa ofisi ya Matiang'i ungekuta Matiang'i you could go and stay in mtihani house. Wanafanya ile inaitwa nini ile tunataka kuona vile itaenda kufanya. Akipeana mtihani kama saa hii ametangaza, after 1 hour unaanza kuona mahali mashule yamechukuliwa. After another 1 hour you download the letters. So umejipanga. Amejipanga, you know. Yeah, alikuwa watu wakaanza kusema hii ni mtu gani anafanya. Matiang'i akusi mwini Mombasa. One time I saw him in Mombasa reciting a function at around 5 akamaliza. Then in the morning alikuwa hapa kambi ya moto. Then I was like, I thought you was in ulikuwa huko. Akasema no, I travel. Ana travel kutoka Mombasa ndege ya usiku. Anakuja anafika Nairobi. Anakuja hapa, he comes and freshens up in one of the hotels here. Then at 5 in the morning ako huko ndio anafanya kazi. That man knows anajua kufanya kazi. Angalia wakati ya security, wakati alikuwa minister for security. Matiang'i, you could call him a citizen who walks in the streets, you could call Matiang'i and pick your phone. Akuulize ni nani, umweleze umwambie mimi ni Yasiba, nimekuja hapa nimekosea hiyo, anasema huko wapi, niko captain wa police station. Nenda kwa hospitali. Ukienda pale hata kuna mweleze unasema ongea na wasili, hata mtu anashangaa, anakuza anasema ni nini. So watu wakamjua that ni mtu anafanya kazi, ni mtu anatenda haki. Matiang'i huwezi kwenda hapo umweleze umwambie ati mimi ni mkisi, nimepata nimefanya kitu mbaya nisaidie, atakwambia no, that's wrong. He's a no-nonsense person. And we are following these footsteps. Sasa wakati yeye iliisha, yeye akaenda akaandikwa World Bank. Alikuwa New York. And precisely he was in one of the tallest buildings, World Bank. I think he was in 377 something floors. Mahali alikuwa na ofisi yake, hapo na ofisi kama hiyo yote ni ofisi ya Matiang'i. Hii nyumba yote unaona hapa, lakini bila Amerika wanaweka vipi. But Wakenya walileta shida, wakasema Matiang'i kuja Kenya ndio usimame kule. Matiang'i alijaribu kukataa, lakini watu wakaleta shida, they went to the streets demanding to come. So Matiang'i si yeye anajileta, na si wakisi wanamleta, na si alama anamleta, na watu wasione vibaya nikisema. Najua si mimi nimemleta, si yeye amejileta, si wakisi wamemleta, because Kenyans are demanding on the way he did his work before. Bila alifanya kazi. Tunasemanga election in Kenya or anywhere else is a game of numbers. You being a politician, you know that. Looking it's at not. okay. That is an assumption. What I'm going to I'm a member of parliament in Nakuru West. Yet what is CC way? Hivi you know. Najua watu wengi niliona wanasema juzi, wanasema ati Arama anachukua kura na Nakuru West because of the CC way. No. I thought so. No, that is wrong. Kwa hii area yako Wakikuyu ni wengi, and they fought for to the last person. Sasa angalia mahali inaitwa London where I stay, au ni Wakikuyu. Kuja shaka ni Wakikuyu, enda Mwariki ni Wakikuyu, Kaptebo iko Wakikuyu almost 30%. So how can you tell me that the game of numbers that kwa sababu wakisi they are not the men, is the way watu wanafanyia watu kazi, and they have done it 3 times. Last time I fight with my friend who was an MC in Shabab here, where we are in Shabab Ward. Wakikuyu ndio wengi, 90% ni Wakikuyu. And I beat him. Na yeye ni Mkikuyu nikamshinda. So hii maneno ya numbers
it cannot add up. Wacha nikuulize, William Ruto alipata kule ile zote alipata. Ni wakati nilipeka yangu nimbilia kule. He got more numbers from Central. Numbers ile tunahesabu namna hii, he got more people in the Central voted for him, yet it's not that. Hii maneno hii matrix ya kwanza kusema ati Wakikuyu wanachukia makabila mengine tunachukia William. Ni sahihi watu wameanza. When they were voting for him last time, walikuwa wanajua yeye si Mkikuyu. They voted for him knowing his courage. So the matrix of now turning around kuanza kusema ati Wakikuyu wako na ukabila. Hawana ukabila, Wakikuyu they don't have. They vote for me here to the last person. And they voted for me when I was in ODM. When I came to Jubilee Nigeria, na saa hii, I didn't think that they would vote for me because I think I'm doing the right things. So do you think he can marshal enough support for him to become president? Why not? I'm telling you that you don't need to have your... Kama ingekuwa ati ni community peke yako, ndio wanakupigia ukuwe president, William angekuwa. Because William was voted in by people, the mountain. He got almost 5 million votes from the mountain. Ukiongeza na ile yanakuwa hapa wala Wakikuyu. Tusiwaze maneno ya Monda, tuseme ni Mkikuyu alika moja moja. Ile group ilikuwa ya UDA. Yet they knew that William Ruto was not a Kikuyu.